Good morning. Kwenye yaliyojiri leo Januari 22 mwaka 2026 kitaifa na kimataifa ndani ya saa 24, tunaanza kimataifa zaidi ambapo tumeona nchini Marekani kile kitengo cha masuala ya vita ambao ni US Department of War imeachia video ambayo inaonyesha kipindi cha mwaka mmoja cha Donald Trump, vita walizozipigana. Good morning and welcome to the War Department. Tukirejea nyumbani kitaifa zaidi ndani ya saa 24 ni taarifa kutoka Chama cha Mapinduzi CCM ambapo imekanusha kuizuia Chadema kushiriki kwenye shughuli za kisiasa, na taarifa hii imetolewa na katibu wa itikadi na uenezi wa CCM Kenani Kiongozi, ikiwa ni siku chache toka kiti wa taasisi ya Mwalimu Nyerere Mzee Butiku kuibua hoja kuhusiana na CCM kuhusika kwenye kuzuia chama hicho. Lakini tunavyo vyama vingi kwa mujibu wa sheria. Hiki kimefungiwa. Sijui umefunga kwa ajili ya Heche. Unajua Heche ni mtu huyu? CCM wakaamua kujibu. Sasa taarifa inasema, kwa mujibu wa taarifa ambayo ilisainiwa na kiongozi, ilisema Mahakama Kuu ilisikiliza maombi madogo ya wanachama hao na kutoa uamuzi wa kwamba Chadema isifanye shughuli zozote za kisiasa wala kutumia mali za chama hicho hadi pale shauri la msingi namba 8323 lilipofikia tamati. Hiyo ilikuwa ni taarifa ambayo ilikuwa imetolewa na Chama cha Mapinduzi CCM ikijibu hoja za Mzee Butiku. Tukirejea kimataifa ni taarifa kutoka huko nchini Urusi ambapo rais wa nchi hiyo Putin amethibitisha kupokea taarifa ama ujumbe wa bodi ya amani kutoka kwa Trump kwamba hajiunge na hiyo. Sasa Putin amesema sasa hivi watu wake wapo wanachambua dokumenti hizo na kuona kama kuna uwezekano, lakini wamesema hawatajiunga kama hawatahakikishiwa maslahi yao mapana kule Palestina na Gaza. Lakini wakienda mbali zaidi kuhusiana na kujiunga kwao, hapo wamesema ikitokea wanajiunga, hiyo gharama ya kujiunga ambao ni dola bilioni 1 basi italipwa kutokana na fedha zao zilizozuiliwa nchini Marekani kupitia utawala uliopita, na fedha inayobaki itarejea nchini Urusi kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu iliyoharibiwa kupitia vita yake na Ukraine. Tukirejea nyumbani, bima ya afya kwa wote yaiva. NHIF yawaagiza mameneja kufanya usajili wa wananchi. Lakini pia tumeona kamati ya bunge yapendezwa na maandalizi ama yaridhishwa na maandalizi ya bima ya afya kwa wote. Kama unavyojua, bima ya afya kwa wote